nzuri ya Morning Glory. Nikukaribisha sana kwa ajili ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Asubuhi ya leo natamani tuende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu kwanza. Tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetetea hai, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, siku nzuri ya Jumatatu, siku rafiki ambayo Mungu umetupa nafasi kuwepo asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana ambaye Mungu umetuamsha salama, anayesikia sauti hii mahali popote alipo, katika jina la Yesu Kristo anayetetea hai. Asante kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa kuja kutafakari neno lako. Asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya uhai. Umetupigania Bwana, umetulinda Bwana, umelinda maisha yetu, umelinda afya zetu, umelinda nafsi zetu, katika jina la Yesu Kristo anayetetea hai. Tunasogea kwako tena asubuhi ya leo. Jomba toba kwa damu ya mwana kondoo, damu yako Bwana, ile damu inaonena mema, ile damu inayosamehe, ikanisamehe mimi, ikasamehe watu wako. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja anayefuatilia maombi haya Bwana, aliyoko Tanzania, walio nje ya Tanzania. Ninatubu leo kwa ajili yake katika damu ya Yesu Kristo. Damu yako Bwana, ile damu inaonena mema, ikanene mema asubuhi leo, ikanene mema juu ya watoto wako. Hebu fungua kinywa chako mtumishi wa Mungu, omba toba kwa ajili yako, omba toba kwa ajili ya familia, omba toba kwa ajili ya watoto wako. Ita damu ya Yesu ipite, ikague kila mahali ambapo shetani aliweka uzito. Tamka damu ya Yesu, itamke, iseme hiyo damu, itamke hiyo damu, katika damu ya mwana kondoo. Tunakualika Mungu Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu unayesikia, wewe ni baba yetu, hatuna baba mwingine. Tunakualika wakati tuna majira haya, katika jina la Yesu Kristo. Tawala Roho Mtakatifu, tunakualika, sema nasi, neema yako kaendeko pamoja nasi, ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumisho Mungu, kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, siku nzuri kabisa Jumatatu, na leo tuna mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempaka mafuta, mtumishi wa Mungu mwinjilisti na mwalimu anaitwa Yusuf. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ibada hii ya Morning Glory. Karibu sana mtumishi wa Mungu, karibu sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Basi karibu mtumishi wa Mungu. Basi tuko pamoja na watu hawa walioko hapa Tanzania na sehemu mbalimbali. Basi karibu kwa ajili ya neno. Amen, amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Hakika ni asubuhi ambayo ni ya kupendeza kwa baraka hii na utukufu huu ambao Mungu ameamua kuachilia siku hii ya tarehe 25, Jumatatu tulivu, Jumatatu iliyotukuka kabisa. Nasi hatuna budi bali ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya hii siku ambayo Mungu ameamua na kutuamsha sisi. Hakika tutaendelea kumshukuru kutokana na wingi wa rehema na fadhili zake ambazo Mungu anaendelea kuziachia katika maisha yetu. Basi kwa kipekee kabisa nichukue nafasi hii kukukaribisha sana wewe mtazamaji wangu, mtazamaji wetu katika kipindi chetu hichi cha asubuhi hii takatifu Morning Glory, katika ibada yetu hii. Kipekee kabisa ningependa tumshukuru Mungu kwa sekunde chache, ili basi lile neno lake ambalo ameliandaa kwa ajili yetu tuweze kulipokea. Asante Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa. Asante kwa sababu wewe Mungu ndio umeendelea kutuunganisha nao. Tunakuomba Bwana asubuhi hii iliyo takatifu na iliyotukuka mbele zako. Mungu, tunakuomba upitishe katika kila aina ya nuru katika masikio yetu, upitishe fahamu zetu na nuru ambayo Mungu inatoka kwako, ili katika yote ambayo Bwana umepanga watumishi wako kuyasikia siku hii ya leo kupitia mimi mtumishi wako, Bwana, yakapite na yakafike sawasawa na vile upendavyo. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama alivyokwisha kunitambulisha baba, kwa majina naitwa mwinjilisti Yusuf Shayo. Kwa kipekee kabisa ninayo furaha kubwa siku hii ya leo kwa ajili ya kusimama mbele yenu na kuhudumu pamoja nami. Basi leo tutaenda kujifunza juu ya habari ya nguvu ya mazungumzo. Nguvu ya mazungumzo, power of conversation. Ni somo ambalo mtumishi wa Mungu nimeliandaa kwa kusaidiwa na Roho Mtakatifu, ili basi yale yote ambayo Mungu ameyakusudia kufika katika ulimwengu yakafike sawa sawa na vile alivyopenda wewe. Basi utanifuata taratibu katika kitabu chetu kile cha Kutoka sura ya 4, kuanzia mstari ule wa 10, tutasoma mstari wa 14 hata mstari ule wa 16. Kitabu cha Kutoka sura ni ya 4 kuanzia mstari ule wa 10 mpaka mstari wa 14 na mstari wa 16. Biblia takatifu inasema kama ifuatavyo:
Musa akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Kumradhi, huu ni mstari wa pili, tutasoma kuanzia mstari ule wa 10. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Ukienda ule mstari wa 14 na mpaka wa 16 unasema, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake, nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayoyafanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa kipekee kabisa tunaona juu ya habari hii ya Musa anapokuwa na mazungumzo na Mungu. Mungu anataka kumtumia Musa katika kuukomboa mji wa Israeli. Lakini katika kuukomboa mji ule, tunaona moja kati ya silaha ambayo Mungu anaitumia ili wana wa Israeli watoke katika ile nchi iliyokuwa ni ya utumwa, wakishikiliwa na adhabu na sheria mbalimbali ambazo zilikuwa zikiwaumiza wao, lakini Mungu ana kusudi la kuwavusha kutoka katika chini ya nchi ile kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Moja kati ya silaha ambayo Mungu anaitumia ni silaha ya mazungumzo. Anaongea na Musa, anamwambia Musa aende akaseme na watu wake. Lakini ukiangalia hii habari utagundua ya kwamba Musa katika kuagizwa na Mungu kwenda kulitekeleza agizo lile, anamwambia Bwana kwamba yeye si hodari katika kuzungumza. Tena anamwambia hata kabla ya kuwa umesema na mtumishi wako, tayari mtumishi wako alikuwa ni mzito wa ulimi, ni mzito katika kuzungumza. Hii inaonyesha kabisa, ni wazi kwamba ni kwa namna gani Musa alikuwa hana uwezo wa kuzungumza kwa ufasaha. Kwa hiyo anamuonyesha Mungu kwamba yeye yuko tayari katika kuitimiza ile kazi ambayo yeye Bwana Mungu amempa, lakini changamoto iliyopo katikati ya hiyo kazi ni uwezo wa kuzungumza. Sasa Musa anamwambia Mungu, umtume yeye utakayemtuma. Maana yake ni kwamba yeye tayari alishajiona hana ule uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo alihitaji msaada kama sehemu ya kusaidia ile kazi ya Mungu iendelee kutimia kwa kusudi lile ambalo Mungu alilifanya. Wapendwa katika Kristo Yesu, nitawaalika na kuwafundisha katika hii siku ya leo, Jumatatu takatifu hii. Mungu huwa anasema na watu wake kwa namna tofauti tofauti, na Mungu huwa anaachilia baraka zake kwa mtu mmoja mmoja kwa namna tofauti tofauti. Moja kati ya vitu ambavyo Mungu alivitumia katika kutimiza projekti zake nyingi alizowahi kuzifanya kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu ama baada ya kuumbwa kwa ulimwengu huu, ilikuwa ni nguvu ya kuzungumza. Utakumbuka hata wakati Mungu ameshaumba mbingu na nchi, sasa akilini mwake tayari ameshawaza anatakiwa afanyike mwanadamu ambaye yeye ataenda kuutawala ulimwengu na vile vitu vyote ambavyo ameviumba. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Maana yake ni kwamba tayari pale kuna roho, kuna nafsi alikuwa akizungumza nazo. Alitaka mashauri, walitaka wakubaliane katika kutekeleza ile project ambayo Mungu alipanga kuifanya. Lakini project ya pili ni hii ambayo Mungu anawavusha wana wa Israeli kutoka utumwani. Anamtuma Musa, lakini Musa anakutwa katika mtego wa kutokuweza kuzungumza. Tabia ya kuzungumza au tabia ya kuongea kwa Mkristo inatakiwa ilale katika madaraja matatu. Daraja la kwanza ni kipi cha kuzungumza. Daraja la pili ni jinsi gani ya kuzungumza, na daraja la tatu ambalo ni la mwisho ni muda gani wa kuzungumza hiko kitu.
Kwa hiyo leo asubuhi hii, Jumatatu hii takatifu, basi tutaenda kujifunza kitu kimoja ambacho ni kipi cha kuzungumza. Hili ni daraja ambalo kila Mkristo anatakiwa awe nalo. Kila Mkristo anatakiwa afahamu, ajue ni namna gani na ni kitu gani cha kukiongea mbele za ulimwengu huu. Basi kwa kusoma katika kitabu kile Injili takatifu kama alivyoiandika mtumishi wa Mungu Mathayo, sura ni ya 12 mstari wa 36 hata mstari ule wa 37. Injili ya Yohana sura ni ya 12 kuanzia mstari wa 36 mpaka mstari ule wa 37. Maandiko yanasema hivi: basi namwambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Yesu Kristo anazungumza, anasema kila neno lisilo maana. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba sisi kama wafuasi wa Kristo Yesu, tukiwa kama watu ambao tunamwangalia yeye na kumtazama katika zile njia alizopita, anatualika, anasema kila neno lisilo maana. Maana yake ni kwamba yapo maneno ambayo mwanadamu anayatamka yanakuwa hayana maana katika jamii, yanakuwa hayana maana katika watu au katika wakati au katika mahali ambapo yale maneno yalitamkwa. Yesu Kristo anasema hilo neno ambalo halina maana litafanyiwa hesabu siku ya hukumu. Kwenye uchaguzi wa kutambua ni kitu gani cha kukiongea kama Mkristo, ni kitu cha msingi sana. Ni kitu cha msingi sana. Ni lazima ujifunze ni kitu gani cha kukizungumza. Ni lazima ujifunze ni kitu gani cha kukiongea. Ukiwa kama Mkristo, si kila kitu mtu wa Mungu unatakiwa ukiongee, kwa sababu kuna hatari ukaharibu maisha yako au ukaharibu maisha ya mtu fulani kwa kuongea neno moja tu, aidha kwa kuwa ulitarajia liwe kwa namna hiyo au haukutarajia. Kwa hiyo kama kuna eneo ambalo Mkristo anatakiwa awe makini nalo sana, basi ni pamoja na kutambua ni kitu gani cha kukizungumza mbele ya wanadamu. Maandiko katika Mithali sura ile ya 17 mstari wa 28 unasema, hata mpumbavu huhesabiwa haki akinyamaza kimya. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akawa yupo mahali unamheshimu vizuri tu, ana wadhifa, ana nafasi kubwa katika jamii, lakini ni pale ambapo tu akiwa amefunga kinywa chake. The moment atakapoamua kufungua kinywa chake na kitu kitakachotoka, hiyo inaweza ikawa na athari kubwa kutengeneza heshima au dharau katika kile ambacho amekizungumza. Kwa hiyo una msemo wa Swahili wanasema, samaki anayeliwa na anayekamatwa na ndoano ni yule aliyefungua kinywa chake akiwa baharini. Kwa hiyo kama Mkristo ni lazima ujue ni wakati gani, ni kitu gani utafungua kinywa chako ili ukiseme, kwa sababu maandiko yameshasema kwamba mpumbavu akikaa kimya huhesabiwa akiwa ana hekima. Maana yake hekima na upumbavu vipo katika sababu ya kinywa. Kile unachokitoa, kile unachokisema kina mchango mkubwa wa kuheshimiwa ama kudharauliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu ambacho kimebebwa katika mazungumzo, the content ambayo inapatikana mtu anapokuwa anazungumza, ile ndiyo inaamua wewe watu wakuchukulie kwa namna ipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Content, kile kitu ambacho wewe unakisema, hicho ndio watu watakachokiamua, ndio kitakuwa ni chachu ya kuamua kwamba huyu mtu anastahili heshima au huyu mtu anastahili dharau. Wapo watu waliowahi kupoteza nafasi walipokutana na watu wakubwa katika meza moja kwa sababu tu walishindwa kujua ni kitu gani cha kuzungumza. Nikualike asubuhi hii ya leo, Mungu akakupe uwezo wa kujua ni kitu gani sahihi cha kukitamka. Kuna watu tunapitia katika changamoto leo hii kwenye maisha yetu, sio kwa sababu hatuna bahati.
Hapana, wala sio kwa sababu hatukuwahi kukutana na bahati, ila ni kwa sababu zipo bahati zilizowahi kuja katika maisha yetu, lakini zikatukuta tupo katika nafasi ya kuzungumza kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo Mungu akutengeneze ujue ni kwa namna gani unaweza kutumia kinywa chako ili kikusaidie asubuhi hii ya leo. Ukisoma katika habari ile ya wafalme wa kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ni ya 10 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 13, utaona kuna habari ile ya Malkia Sheba na mfalme Suleimani. Malkia Sheba katika nchi yake alipata habari juu ya wingi wa hekima ambayo alikuwa nayo mfalme Suleimani, lakini katika kujua habari zile akakataa, akaona hapana, hiki kitu hakiwezekani, akaamua kwenda kumjaribu. Kwa hiyo alifunga safari kutoka katika nchi yake kwenda mpaka kwenye ufalme wa Suleiman ili akamjaribu agundue ile hekima na maarifa ambayo alikuwa akiasikia yapo au hayapo. Lakini maandiko yanatuambia alipofika akakutana na Suleiman, akamuuliza kwa maswali. Alimuuliza kwa mafumbo, ina maana alienda na maswali magumu ili amsikie Suleiman ni kitu gani kitatoka katika kinywa chake. Mind you, baada ya Suleiman kufungua kinywa chake, Malkia wa Sheba anasema hivi: nilisikia habari zako za hekima na ufahamu uliokuwa nao, lakini nilizozisikia ni nusu, ila nilichokuja kukutana nacho hapa ni zaidi ya yale yote ambayo niliyasikia. Ina maana katika ile hekima ambayo Suleiman aliitoa kwenye kujibu yale maswali ya Malkia Sheba, ilimfanya aamini katika kile kitu alichokisikia kilikuwa ni kichache sana kulinganisha na kile alichokiona kwa macho yake. Mungu atupe ufahamu, atupe hekima katika siku hii ya leo ya kujua ni vitu gani vya kuvisema. Hata utakapokuja kukutana na nafasi, utakapokuja kuketi mbele ya watumishi wa Mungu, utakapokuja kuketi mbele ya watu waliofanikiwa, kinywa chako kizungumze maneno ya ushawishi, ili katika yale ambayo Mungu amekusudia yafanyike kwenye maisha yako yakafanyike kupitia uwezo wa kinywa chako. Asubuhi hii ya leo tutapita katika maombi na tukimwomba Mungu ili atusaidie sisi kama Wakristo, sisi kama wafuasi wa Kristo mpendwa mwana wake Yesu Kristo, ili tuweze kujua ni vitu gani na tuwe na uwezo sahihi wa kuzungumza vitu sahihi. Bwana, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo. Asante kwa ajili ya watumishi wako ambao Mungu tumekuwa pamoja nao katika kipindi hiki. Asubuhi hii takatifu, ninakuomba Bwana ukatupe uweza. Ninakuomba Mungu ukatupe nguvu, ukatupe roho ya kuweza kutamka yale ambayo ni sahihi katika maisha yetu. Bwana, kama zipo nyakati, zipo nafasi ambazo tuliwahi kuzipoteza kwa sababu tu tulishindwa na kutambua ni kitu gani cha kukisema mbele ya watu gani, basi Mungu tunakuomba leo tukifuta katika kila uwezo wa kushindwa hapo nyuma, Bwana ukatupe tena uwezo wa kufanikiwa kuyajua ni yapi ya kuzungumza mbele ya watu wako. Mungu ukatupe hekima na maarifa ya kusema kama ambayo ulimpa mfalme wetu Suleimani. Asante Bwana kwa sababu tunaamini asubuhi hii ya leo Bwana utaenda kusema nasi ukijaza hekima na ufahamu katika vinywa vyetu, kwa Kristo Bwana wetu, amen. Basi kwa kipekee niseme asante sana, lakini Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki wewe ambaye unaendelea kuwasilisha sadaka zako kupitia nambari ambazo zimewekwa hapo chini. Basi kwa kipekee kabisa kwa wakati huu mfupi, nasi tuombe kwa ajili ya matoleo yetu. Asante Mungu kwa ajili ya asubuhi hii. Asante kwa ajili ya watumishi wako ambao umewapa moyo wa kuguswa wa kukutolea wewe Bwana. Tunakuomba ukazibariki na kuzitakasa sadaka ambazo Mungu watumishi wako wamekutolea kwa ajili ya kanisa lako takatifu. Katika yote yaliyofanyika Mungu, yamefanyika kwa uwezo wa kukufahamu wewe Mungu. Basi ukatupe nguvu ya kuendelea kukufahamu, nguvu na uwezo wa kuendelea kujitoa kwa ajili yako, kwa Kristo Bwana wetu, amen. Basi niendelee kukushukuru sana mtumishi wa Mungu, niendelee kukukaribisha tena katika siku nyingine ijayo, siku ya kesho, siku ya Jumanne tulivu, ili basi tukiendelea na somo letu hili la nguvu ya mazungumzo. Bwana akubariki sana katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu.